Kitu ambacho amekifanya Ahmed Ally leo ni kutoa siri za ndani. Yaani ameamua kumwaga siri hadharani, kitu ambacho sio sawa. Yaani either kwa kujua au kutokujua, lakini leo Ahmed Ally amekosea. Hata kama Simba walienda uwanjani wakiwa na mbuzi na wazee wafupi kwenye basi, lakini hakupaswa kuzungumza vile hadharani. Ilipaswa kuwa siri ya club kwa sababu ni kitu ambacho kiliwahi kuzungumzwa hapo awali. Kama unakumbuka siku ile ambayo viongozi wa Yanga bouncer wa Yanga wamewazuia Simba kuingia uwanjani, moja ya vitu ambavyo vilizungumzwa ni kwamba waliwazuia kwa sababu Simba alikuwa amebeba mbuzi, lakini pia kulikuwa kuna wazee ndani ya basi ambao walikuwa hawajulikani kwamba huko ndani walikuwa wanaenda kufanya nini kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ambao ndio kesho yake mechi inatakiwa kuchezwa. Na kama unafahamu unapokuja swala la mechi za Simba na Yanga, mara nyingi ushirikina huo unatawala kwa kiasi kikubwa, na ndio maana timu huwa zinajihami. Yanga kama mwenyeji alijihami kwa namna moja ama nyingine, lakini pia Simba kama mgeni naye ndio hivyo alikuja na silaha zake kama hivyo. Uzuri Ahmed mwenyewe amethibitisha kwamba walikuja na mbuzi lakini pia na wazee wafupi. Sasa walienda kufanya nini kwenye uwanja Benjamin Mkapa? Hicho ni kitu ambacho Simba wenyewe wanakijua. Lakini kwa nini nasema Ahmed amekosea? Ahmed amekosea kwa sababu kuna wakati kuna vitu vinapaswa kuwa siri ya kampuni, ya ofisi, sio kampuni. Yaani hata kampuni by the way, yani kila kitu kila taasisi huwa inakuwa na siri zake ambazo sio kila mtu anatakiwa kuzijua. Na miongoni mwa vitu ambavyo Ahmed alipaswa kuvifanya kuwa siri ni pamoja na wao kwenda uwanja wa Benjamin Mkapa wakiwa na mbuzi pamoja na wazee. Kwa sababu hawa watu hawaruhusiwi kwenda kiwanjani, maana yake ni kwamba walivunja utaratibu wa kawaida, na ndio maana hata mabouncer wa Yanga waliwazuia kuingia uwanjani na hawa watu wakiamini kwamba kile ni kinyume na utaratibu. Kwa mamlaka husika zinapaswa kuyazibu Simba. Na tayari ushahidi umepatikana, maana yake Simba wanastahili aidha kufungiwa au kutozwa faini kwa sababu walikuwa wanapeleka vitu ambavyo haviruhusiwi kutumika kwenye mpira kwanza, lakini pia ule ni uwanja mpira wa miguu, ni uwanja ambao hautakiwi kuingizwa mfugo au mnyama yoyote pale ndani. Manake ng'ombe, mbuzi, kuku, hakuna ambacho kinaruhusiwa kuingia mle ndani. Kitu pekee ambacho kinaruhusiwa kuingia mle ndani ni mtu ambaye anaenda kucheza mpira au anaenda kukimbia kwa maana ya riadha, kwa sababu ule uwanja wetu ni uwanja ambao uko mithili ya Olympic na viwanja vingi ambavyo ni mithili ya Olympic kuna yale maeneo ya kukimbilia, kwa maana ziko kwenye ile running track. Kwa hiyo mtu anaweza kwenda kukimbia pale na mambo yakaenda vizuri tu. Maana hawa watu wawili ndio watu ambao wanaruhusiwa kuwepo pale uwanjani, kwa maana wanariadha pamoja na wachezaji wa mpira wa miguu. Hao watu wengine wote ambao sio wahusika wanapaswa kukaa majukwaani. Sasa ukipeleka mbuzi Benjamin Mkapa, unaenda kuwalisha nini? Au unaenda kuwafanyia nini? Walikuwa wanataka kwenda kuwachinja kama simu ya kutoa kafara kwa ajili ya mchezo wa dabi? Hicho wanakijua wao wenyewe. Walikuwa wanataka kwenda kufanya tambiko? Wanajua wao wenyewe. Lakini katika utaratibu wa kawaida hauruhusiwi kupeleka mnyama yoyote uwanjani whether kwa kumfanyia kitu chochote. Iwe mnampeleka kwa ajili ya makafara yenu au kwa nini, ni nyewe wenyewe mnajua, lakini kwa sababu hairuhusiwi hampaswi kufanya hivyo. Kwa hiyo nitashangaa kama bodi ya ligi watashindwa kuiadhibu klabu ya Simba kwa kauli ambayo imezungumza Ahmed. Yes, mchezo umeahirishwa kikanuni, maana yake hawahusiki, kwa hiyo haijathibitishwa kutendeka, kwa maana bodi ya ligi hawajaona nini ambacho kilikuwa kinaenda kufanyika dhidi ya hizo mbuzi. Lakini kama sehemu ya tahadhari, wanapaswa pia kuadhibiwa kwa sababu walichokifanya sio kitu kizuri, na hicho ndio kilichopelekea pia mchezo ukavunjika. Na ndio maana mara nyingi tunasema kosa la Yanga ni kugomea maagizo ya bodi ya ligi, lakini kosa la kusababisha mchezo kuahirishwa sio kosa la Yanga, ni kosa la klabu ya Simba. Shida yenu na nyie pia watu ambao mnatufuatilia, sio wachambuzi, hamuelewi. Yaani kuna wakati mnachanganya mambo. Yaani aliyesababisha mchezo kuahirishwa ni Simba, na ndio chanzo cha dabi kuto kuchezwa kwenye tarehe 8. Lakini Yanga kosa lao ni kutekeleza matakwa ya bodi ya ligi, kutowasikiliza bodi ya ligi wanasema nini. Kama Yanga wangewasikiliza bodi ya ligi na kufanya kile ambacho bodi ya ligi wanakihitaji, maana yake ni kwamba Yanga wasingekuwa kwenye changamoto yoyote. Lakini kitendo cha Yanga kugomea bodi ya ligi ni ishara kwamba wamepuuza maagizo ya bodi ya ligi. Kwa hiyo ni kinyume na kanuni, wanatakiwa kuadhibiwa. So
kwa sababu Simba wamesema wenyewe kwamba walikataa walipeleka mbuzi uwanjani na ndio maana wakazuiliwa kuingia. Maana yake hilo ni kosa. Kwa hiyo wanatakiwa kuadhibiwa kwa namna yoyote ile, lakini Ahmed pia amekosea kutoa siri vitu kama vile hadharani kwa sababu ni vitu ambavyo vilipaswa tu kuwa huko ndani. Yaani viongozi wenyewe wapambane navyo wenyewe. Yaani wao wenyewe wajue nini wanakifanya, lakini kuzungumza kitu kama ile nafikiri kwangu sio sawa. Anapaswa kuona namna, kwa wakati mwingine anapaswa kuhakikisha kwamba analinda siri za club. Yaani unavotoa tu siri za club hadharani unatutia mashaka kwamba kuna siku linaweza likafanyika jambo huko alafu likaje ukalimwaga hadharani likaleta shida kwenye club. Kwa hiyo ni hayo tu ambayo nimekusogezea kwa siku ya leo. Mimi ni Alex Ngereza, ni follow Instagram natumia Alex Ngereza, na Thread natumia Alex Ngereza, lakini pia Twitter natumia Alex Ngereza. Lakini pia pale TikTok unanipata pia kwa jina hilo hilo la Alex Ngereza. Usisahau kusubscribe kwenye channel hii ya Ngereza TV.